Yes, karibu tena. Mimi ni Arno Voice, jitu la mtumba, choma cha Mjerumani, mtaalamu kweli kweli wa kufanyia vitu vya ukweli kabisa. Na hii ni movie yetu kali kabisa, na ni full movie, ina part 1 na part 2. So kuna huyu dada alitoka ndani na akaja nje, lakini akamkuta mshikaji yuko barabarani hapa na anatembea, lakini yeye ni kipofu. Sasa huyu dada akaanza kumuuliza kwamba ulikuwa unaelekea wapi kaka? Na huyu jamaa anasema mimi nimekaa kwa muda mrefu sana ndani, nikaona leo nizunguke kidogo. Na huyu dada anasema mimi leo nataka nikusaidie, naomba upumzike tu nyumbani kwangu hapa, alafu baadaye utarudi nyumbani kwako, kwa sababu hapa nyumbani mimi ninaishi peke yangu. Huyu jamaa anasema kwa hiyo mimi niingie ndani mwako? Huyu dada anasema ndio, wala usiogope, mimi niko peke yangu, usihofie chochote kile, utakula, utakunywa na utapumzika. Huyu jamaa akasema hamna shida, lakini mimi nina hofu na wewe kwa sababu ninasikiliza tu sauti ya kusema na kusaidia. Huyu dada anamlazimisha mshikaji, anasema wewe twende ndani. Unahofia nini kaka? Wewe upo na mimi. Ya nini tabu? Ya nini matatizo? Sasa huyu dada anamshika mkono, anasema twende. Huyu jamaa anagoma goma kwa sababu na yeye ana wasiwasi. Ni kweli anaingia ndani lakini hajui anaelekea wapi. Huyu dada anasema usiwe na wasiwasi kakaangu. Na huyu jamaa anamshikilia bega ili asije akaanguka. Na huyu jamaa anamfuata nyuma huyu dada. Na huyu dada alionyesha kumpenda sana huyu mshikaji. Sasa mshikaji ana wasiwasi bado. Huyu dada anasema twende, usiwe na wasiwasi kakaangu, hapa ninaishi mwenyewe. Anasema si unaona ili ni geti, kwa hiyo tunaingia ndani. Sasa mshikaji akawa anahisi kama wanatumbukia shimoni vile, kwa hiyo anakuwa na wasiwasi, yaani anaogopa kwamba au ndo nakufa hivi. Sasa jamaa akaona sasa ngoja nimkumbatie ili niwe na uhakika zaidi, kwa sababu mambo kama haya hayahitaji haraka, ni taratibu taratibu tu. Sasa huyu dada akarudishia geti na akamwambia usiwe na wasiwasi kaka yangu, yaani hapa jisikie upo nyumbani, hapa niko mwenyewe. Lakini huyu dada anaonyesha hali ya kumpenda sana huyu jamaa, na huyu jamaa ikabidi sasa au anamfuata nyuma. Sasa jamaa naye japo ni kipofu lakini ana tamaa sana, yaani acha tu mimi nisiseme mengi, hata macho yako pia naona. Sasa wakawa wanaelekezana wapi wanaenda, na huyu dada naye anafanya namna ya utaratibu na kwa upole, yaani yuko makini sana na hili jambo, na kuna kitu fulani anakihitaji kwa huyu jamaa. Sasa wakawa wanaelekea ndani na wanaelekezana, yaani mshikaji ana wasiwasi lakini wanamtoa hofu kwamba hapa ni mikono salama kabisa. Sasa wanaingia ndani. Huyu jamaa bwana ana mambo kweli kweli. Hata ungekuwa ni wewe jamani, sijui, lakini mimi natekeleza kile ambacho mimi ninakifanya kwa wakati huu. Sasa wakawa wanaingia ndani na ni sehemu nzuri sana, yaani kiukweli hata angekuwa naona huyu jamaa basi angeona kwamba leo yuko sehemu ya furaha sana. Na huyu dada yuko taratibu taratibu, yaani hana haraka, kwa sababu kama kuku ni wako ya nini manati. Sasa huyu dada anatabasamu, anahisi leo ndo mambo yapo yente yente, yaani sasa anamwambia hapa tuko ndani kakaangu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi, yani tumeshaingia ndani na ninatamani ukae hapa ili sasa niweze kukuandalia msosi, yani babu kubwa sana, ili uweze kupiga msosi, na naamini hujala msosi mzuri ambao mimi leo nitakuandalia. Huyu mshikaji akakaa kwenye kiti. Kwanza alivyokaa tu, yani akaona kabisa sehemu ambayo anakaa inambembeleza. Sasa huyu dada anasema kwamba ninakuandalia msosi ili uweze kula. Sasa huyu jamaa akasema ninashukuru sana dada yangu kunipatia msaada, hata hivi ni kweli ninahisi niko sehemu salama sana. Kwa hiyo dada akasema wewe tulia tu kidogo hapo, alafu mimi nikuandalie msosi. Huyu jamaa bwana kumbe sio kipofu, yaani ana ekti kabisa, na yeye ana mambo yake tu binafsi ambayo yamemleta hapa. Yaani anaangalia sana kwamba mbona hii sehemu ni nzuri sana. Yaani hata yeye mwenyewe alikuwa anatamani sana kuingia kwenye hii nyumba, lakini leo ameweza kufanikiwa kuingia kwa ujanja wake ambao anaujua yeye. Sasa huyu jamaa kaanza kuchunguza vitu ambavyo viko hapa. Yaani huyu jamaa bwana, yaani mimi siwezi kusema mengi sana, ila hata wewe mwenyewe ujifunze. Sio kila mtu unayempa msaada basi umwamini kivile ambavyo wewe unamwamini. Sasa huyu jamaa kawa na mambo mengi sana, kavaa tena miwani, sasa anajifanya ni kipofu. Na huyu dada anaamini huyu jamaa ni kipofu, lakini huyu jamaa sio kipofu na anajua kuact vizuri kabisa kama ni kipofu. Lakini tujifunze mambo mengi tu jamani, yaani hii dunia iache kama ilivyo. Sasa huyu dada akamwandalia msosi safi. Sasa huyu jamaa anasema yaani ni sehemu nzuri sana, yaani anahisi hivyo.
Sasa huyu dada anasema chakula tayari. Sasa ule mimi nataka nikaoge, nikukutage hapa hapa. Na usiondoke tafadhali, sawa? Chakula hiki hapa na juisi hii hapa na ule sasa basi uweze kushiba. Na naamini huyu jamaa ni kipofu, lakini kwa macho yangu mimi huyu jamaa sio kipofu. Na wale ambao mnahitaji kutangaza biashara zenu, mimi nipo hapa na Voice Jitu la Mtumba choma cha Mjerumani. Nitakutangazia biashara yako, itafika kwa Watanzania wote. Hata kama una kipaji chako basi kitawafikia Watanzania wote, na namba ya simu ni hiyo ambayo unaiona hapo kwenye skrini yako. Wewe nipigie simu na tutaongea mambo mengi tu, kwa sababu mimi ninawapenda sana mashabiki zangu. Kwa bei nafuu kabisa nitakutangazia biashara yako. Huyu jamaa alifurahi sana. Kwanza amefika sehemu nzuri, na huyu dada anasema kwamba basi ngoja mimi nikaoge alafu nikukutage hapa hapa. Yani bila kujua kwamba huyu jamaa sio kipofu. Na huyu jamaa ana vituko sana. Yani anamkumbatia huyu dada, inaonyesha na yeye anampenda sana, ndio maana amekuja hapa. Kiujumla niseme tu vyuma vimeumana. Yani hapa ni hatari na nusu. Sasa huyu dada anamjali sana huyu jamaa, na huyu jamaa akaanza kula chakula. Yani anatabasamu sana. Na huyu jamaa ana mambo yake binafsi tu ambayo yamemleta hapa, na ndio maana anafanya vitu hivi, lakini kumbe yeye sio kipofu. Na huyu dada akasema basi nisubiri mimi nikaoge kwanza, alafu mimi nitakuja. Huyu jamaa akatoa miwani kuonyesha kwamba kuna kazi ambayo imemleta hapa, na huyu jamaa akaangalia hii mandhari akaona imekaa vizuri sana, yani kile ambacho kimemleta kitatekelezwa kama ambavyo amepanga. Basi akaendelea kula ili aongeze nguvu zaidi, atavyoanza kufanya mambo yake afanye kwa nguvu sana. Huyu jamaa akaangalia kushoto na kulia, akakuta mtu haonekani. Sasa basi ngoja nile vijiko vya mwisho ili niingie kazini mshikaji, niingie kazini mwanaume. Huyu jamaa akachungulia tena, akaona sasa huu ndo muda sahihi wa kuianza kazi. Ni hatari sana huyu mshikaji, yani ana mipango mikakati mikali sana, yani anacheza 442. Hii sio 433. Hata mwenye nyumba haelewi ni mfumo gani unaotumika. Huyu jamaa sasa anashushia na juisi ili mambo sasa yakae vizuri. Yani unajua unaposaidia mtu basi uwage na roho ile ya kujua hiki ninachokifanya ni sahihi. Sasa huyu jamaa anaingia kazini, na hapa anavaa miwani tena kama kipofu vile, ili hata kama atakutana na yule dada basi ajue kwamba mshikaji ni kipofu vile vile. Sasa akaanza kupapasa viti, yani kuekti vile vile kama kipofu, na akachungulia. Sasa kwa sababu jamaa sio kipofu, anafanya hivi kuekti ili sasa kama atakutana na yule dada aamini kwamba ni kipofu. Sasa huyu jamaa akafika hapa, akafungua mlango wa kuingia chumbani, yani yuko busy sana na anaenda kwa umakini sana. Sasa anafunga mlango taratibu taratibu, na usipige kelele. Na alipofika hapa basi katoa miwani, yani kuonyesha kwamba yupo kazini kisawasawa. Ili afanye vitu kwa umakini lazima miwani itoke. Na huyu jamaa akaanza kuchungulia kitu kimoja kimoja, kwamba hapa anaweza kupata malighafi yanayoeleweka, na anaangalia kushoto na kulia. Je, yule dada anatokea wapi? Unajua hii nyumba ni kubwa, kwa hiyo kujua kwamba hapa naenda ni wapi huwezi kujua. Sasa akawa anafungua makabati, anaangalia nini kilichopo. Na huyu dada sio kwamba ameweka vitu vya samani sana kwenye haya makabati, kwa hiyo vitu vingi vya samani kuna sehemu ambayo anaweka. Sasa akawa anaangalia na kashangaa ni vitu vya urembo tu ambavyo yule dada amejihifadhia kwenye haya makabati. Anafungua mlango wa pili anakuta hamna kitu, na anafungua huu mwingine wa tatu anakuta hamna kitu, anafungua yote anakuta hamna kitu chochote kile. Sasa huyu jamaa akawa anawaza, huyu dada ameweka wapi vitu vya samani? Sasa akafungua mlango huu hapa, anakuta umefungwa huu hapa, yani hana shida nao. Kwanza akaingia ndani, huku ni chumbani. Sasa amefika chumbani, anaangalia ni sehemu nzuri sana, huyu dada analala lakini hana mume. Kwa nini? Bwana, kama kawaida mimi ni Voice Jitu la Mtumba choma cha Mjerumani, kwa msipite bila kusubscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele. Tukutane kwenye part 2. Hii ni kali sana, ni full movie. Thank you guys.